Kwa hivyo nataka nichukue nafasi hii nikaweze kuleta somo hili linalohusiana na ufafanuzi wa kuoana au ndoa kibibilia. Ufafanuzi wa kuoana au ndoa kibibilia. Kwa hivyo hii ni sehemu moja ambayo dini ya Kikristo imefunzwa kuwa mume anastahili kuwa na mke mmoja, na hii imejangia waume wengi kwenda jehanamu kwa kuwa hawawezi ridhika na mke mmoja. Kwa hivyo uasherati umekuwa kiwango cha juu sana na kuchangia maradhi kama ukimwi, SDIs, like syphilis, gonorrhea. Haya ni magonjwa ambayo inapatikana kwa njia ya usherati. Kwa hivyo lazima tuelewe Biblia, makusudi ya ambayo tunasema Mungu, makusudi ya Mungu ya kuhusiana na kuoana au ndoa. Je, ya alikuwa na makusudi gani? Lazima tuelewe, kwa sababu tusipoelewa basi inakuwa ni jambo moja hatari sana katika maisha ya Kristo. Sisi tunaomwamini Yahoshua lazima tuelewe kuna mpango maalum ambao ya alikuwa nao kwa ajili ya ndoa ama kuoana. Kwa hivyo sisi ni mwili mmoja na Yahoshua, yani Yesu. Sisi ni mwili mmoja. Kuoana ni aina ya mahusiano na Yahoshua. Unaposoma kitabu cha Waefeso 5:25 inasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo, yani Yahoshua, naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kwa hivyo Yahoshua ambaye ni Kristo, jina kamilifu ni Yahoshua, alijitoa kwa ajili ya kanisa. Kwa hivyo yeye ana mpango ya kuona kwamba kanisa lazima ikaweze kujitolea namna tu ambavyo mume anapomuoa mke lazima pia ajitolee kwa ajili yake. Haleluya! Kwa hivyo kuna vifungu katika Biblia ambavyo vinaonyesha mume kuwa na mke mmoja. Kuna baadhi ya vifungu katika Biblia vinavyoonyesha kuwa mume kuwa na mke zaidi ya moja. 15 Kutoka 21 sura ya 10 tutaona ya kwamba mapenzi ya mwenye enzi ni kuona ya kwamba ndoa kamilifu ama hali ya kuoana kama mtu wa kike kuweza kuoleka kwa mtu wa kiume. Je, anastahili awe katika njia gani? Anastahili awe mtu wa aina gani? Lazima tuelewe hayo mambo, kwa sababu tusipoelewa basi tutakuwa tunafanya mambo ya machukizo machoni pa mwenye enzi. Kanisa imekosa kuona umuhimu wa kufunza kuhusu ubikira.
maana Mungu alikuwa na sababu kuu ambayo tunasema ya. Katika jina la Kiebrania tunasema ya alikuwa na mpango maalum kwa ajili ya kumfanya mtu wa kike awe na ubikira. Ilikuwa ni makusudi maalum. Maana katika ubikira tunaposoma Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati 22 ukianzia 15, 16 kuendelea ukienda 20, 21 kuendelea hivyo, utaweza kuona damsel, kwamba binti, kwamba na mtu wa kiume yoyote atakayevunja ubikira wa mtu wa kike, basi anastahili amuoe, aishi na yeye miaka zote. Kwa hivyo lazima tuelewe, kama Biblia katika Agano la Kale linaongelea kuhusu mume atakayeweza kuvunja ubikira wa mtu wa kike, basi anastahili aishi na yeye pasipo kumwacha. Kwa hivyo hii ilikuwa na umaana gani? Kwa hivyo kanisa lazima tukarejelee katika mipango maalum ambayo ya alikuwa nayo hasa kwa ajili ya ndoa. Maana ndoa kamilifu inaashiria tu mahusiano ya mwanadamu na Yahoshua. Lazima tuelewe kwamba mahusiano yetu katika ndoa ni picha kamilifu ya mbingu, jinsi ambavyo ya atakavyopenda kuona ndoa iliyo na amani, ndoa iliyo na upendo, ndoa iliyo na furaha. Ni ile ndoa ambayo lazima tupate kuelewa kikamilifu makusudi ya kwa ajili ya kuweza kumfanya mtoto wa kike awe bikira ilikuwa ni ipi? So lazima kama kanisa tuweze kufika kiwango cha kurejelea habari ya ubikira. Maana watoto wa kike siku ya leo katika karne hii wamekosa kufunzwa umuhimu wa ubikira katika maisha yao. Kwa hivyo hata kabla hawachaoa, kabla hawachaoleka, wameshakwisha kuvunja ubikira, na hiyo sasa inakuwa ni njia ya kupotoka katika makusudi na malengo ya ambaye aliweza kumufanya mtoto wa kike awe na ubikira. Kwa sababu katika kuvunja ubikira, mume yeyote anayevunja ubikira, basi kuna kumwagwa kwa damu inamwakika, na hiyo damu, that blood, it is a covenant. Kwa hivyo lazima tuelewe kwamba mume anayevunja ubikira wa mtoto wa kike, basi huyo mtoto wa kike anahesabika na mbingu kuwa ndiye mke wako. Kwa hivyo lazima kanisa turejelee habari ya kuleta utakaso, kwamba vijana wetu waweze kuweka ubikira wao hadi siku ya kuoleka. Maana makusudi maalum ya kuweza kuweka ubikira ni kwamba siku ambayo itafika ya kuoleka, basi ndiyo siku ambayo ule ubikira utakaweza kuvunjwa na yule mume ambaye atakayeweza kukuoa, na basi kwa njia hiyo hakuna chinzi yule mume atakayeweza kukuacha wewe mtoto wa kike. Kwa sababu hivyo ndivyo makusudi maalum, mapenzi maalum ya weza kumuumba mke na kumwekea ubikira, kwamba na yoyote atakayepenyesha akaweze kuvunja ubikira kwa kumwaka damu, basi hivyo mbingu linaweka muhuri kwa kusema sasa fulani akawa mke wa fulani, na hiyo sasa inakuwa mbingu linahalalisha kupitia kwa uvunjaji ubikira. Kwa hivyo lazima tuelewe mambo kama haya, kwamba na mume kuna jinsi ambavyo anaweza hata avunja ubikira wa mtu zaidi ya mtu wa kike zaidi ya moja, jinsi ambavyo mume ameweza kuumbwa, anaweza vunja ubikira
saidi ya mtoto wa kike mmoja. Kwa hivyo lazima tuelewe kwamba inastahili kama kanisa kaweze kufunza waumini waweze kuelewa maana wa kuweka ubikira. Ndio maana wale ambao wazee wetu wa kitambo waliweza kufunza mabindi zao maana wa kuweka ubikira wao hadi siku ile ambayo wangeposwa. Wakati mtoto wa kike angelifika miaka labda 25, miaka ambayo sasa amekomaa tayari kuoleka, hivyo basi yule mume ambaye angemposa angepewa labda shangazi wake, wangepewa labda shuka ile shuka ile, nguo ile ya nyeupe, ili wakaweze kuthibitisha kama je, yule binti ameweza kuweka ubikira wake. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa inafanyika katika Agano la Kale. Ila tulipofika katika Agano Jipya, Paulo akakuja na ujumbe ambao sasa unasema ya kwamba na mume anastahili kuwa na mke mmoja. Ndiyo, mume anastahili kuwa na mke mmoja kulingana na makusudi ya Mungu, kulingana na mapenzi ya Mungu ambaye tunasema ni mwenye enzi aliyeumba mbingu na nchi. Ila lazima tukaweze kuelewa kwamba kama kanisa imetupasa tufundishe kuhusu vijana wa kike kuweka ubikira wao. Hii sura inaonyesha unaposoma Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy 22 20-21. Hii sura inaonyesha kuwa mtu wa kike anastahili kuoleka akiwa bikira. Hayo ndiyo makusudi ya. Bila hiyo Biblia inatuonyesha kuwa yule binti atakuwa kahaba. Kwa hivyo Biblia imeonyesha kwamba binti ambaye ameweza kwisha kuvunjwa ubikira nje ya ndoa, basi huyo huitwa kahaba. Leo hii ukaita binti ya mtu kuwa ni kahaba, unachukuliwa hatua, hata unaweza fungwa, unaweza pikwa faini kwa sababu ya kutokuelewa, ama kanisa imekosa kufundisha watoto wetu kuweza kuweka ubikira wao. Sasa unakuta vijana wa kike miaka 13, miaka 14 wameshakwisha kuvunja ubikira, na ili hali wanastahili wafundishwe haya mambo kikanisa. Kwa hivyo sisi watumishi wa lazima tukaweze kurejelea hii habari ya utakatifu, maana ni mtakatifu, mwenye enzi ni mtakatifu, muumba mbingu na nchi ni mtakatifu. Tumekosa kuweza kufunza mambo ya utakatifu. Na mambo ya utakatifu inaanzia wapi? Mambo ya utakatifu inaanzia kwa mwili wa mwanadamu. Wewe kama mtoto wa kike wafaa kuweka utakatifu wako. Kuweka utakatifu ni abstain from early sex. So lazima ukaweze kuweka ubikira wako, maana kanisa inafafanua nini? Kanisa inafafanua nini kuhusu usherati? Lazima tuelewe kanisa inafafanua nini kuhusu usherati. How does the church define adultery? Kwa njia gani ambayo kanisa inafafanua, ama watumishi wao wanafafanua nini kuhusu usherati? Kwa njia ingine tumeona hii katika hali ya kufafanua uasherati imechangia waume wengi kwenda motoni, imechangia wanaume wengi kwenda motoni, na bado hiki inachangia wanaume wengi kwenda motoni kwa sababu jinsi ambavyo Biblia inachangia kuhusu usherati. Basi wacha tuone katika Biblia takatifu. Biblia tusome mlango wa 6 wa Korintho wa kwanza, mlango wa 6 inasema nini? Wa Korintho mlango wa 6, wa Korintho wa kwanza mlango wa 6. Biblia inasema, au hamjui ya kuwa wadhalimu
hawataurithi ufalme wa Mungu. Msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wasinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala walefi, wala watamanio, wala wefi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu, ambaye tunasema ya. Kwa hivyo uasherati hapa tunaona ya kwamba uasherati au uzinzi ni kuhusishwa kwenye ngono na mtu wa kike ambaye ubikira wake lazima tuelewe hilo. Haleluya! Uasherati kulingana na Biblia inaonyesha tu kwa njia ile ya kutoka nje, kama ni mume kutoka nje ya ndoa, kuachana na mke wako na kuenenda nje na kupatana na mke mwingine. Hivyo ndivyo tumeweza kufafanuliwa neno la Mwenyezi Mungu, na hii imechangia, maana watu wengi, waume wengi wamekosa kujidhibiti, wamekosa kujizuia kutoka nje. Ndiyo, hili jina la uasherati limetajwa kila wakati, hili jina la uzinzi limetajwa kila wakati, ila tumekosa kuelewa. Maana tunapotaja hili jina la uasherati tunaona ni kwa njia moja tu, ni kutoka nje ya ndoa. Basi na hiyo imefanya waume wengi wako wanaenda motoni. Kile ambacho lazima tuelewe hapa ni kwamba kile Mungu anakataa, kile ambayo mwenye enzi anakataa na hataki kusikia, na imekuwa machukizo kwamba mume huweza kuchukua ubikira. Mara unachukua ubikira wa huyu, mara unachukua ubikira wa yule, mara unachukua ubikira wa yule. Basi huo sasa unahesabika kuwa usherati. Uasherati ama uzinzi, fornication, adultery, promiscuity. Haya ni mambo ambayo inaonyesha kwamba mtu wa kiume anaweza vunja ubikira wa mtu wa kike, na hiyo ndio sasa tunasema uasherati. Ila Biblia, watumishi wa mwenye enzi wametufundisha kwamba uasherati ni namna tu ya mume kutoka nje, ama namna ya mke kutoka nje. Na sasa hiyo si haionyeshi ufafanuzi kamili wa uasherati. Kwa hivyo lazima pia tuelewe kwamba poligami ni chukizo machoni pa Bwana. Poligami ni chukizo machoni pa Bwana. Yaani poligami pia ni namna ingine ambayo tumekosa kufafanuliwa kwa njia inayofaa. Yaani poligami kwa njia ingine ni mume kuwa na wake wengi, na hivyo ndivyo tunavyojua kwamba poligami ni mume kuwa na wake wengi. Ila sasa kibibilia hiyo sio ndio tafsiri iliyo kamilifu. Kwa hivyo poligami ni nini, ama kuwa na wake wengi inamaanisha nini? Jina poli inamaanisha uwingi. Poly means many. Kami means inaonyesha, kami means ngono. Kami means reproductive cell, sexual reproduction, having multiple male sex organs, exchanging seed with multiple female sex organs. Haleluya! So lazima tuelewe kwamba unaposema mume ana wake wengi, haimaanishi tu kuwa na wake, ila inamaanisha, tunapoingia kibibilia, ni kwamba poligami ni wale watu ambao walishavunja ubikira wa zaidi ya mtu wa kike mmoja.
na baadaye wakaelekea hata kuwa na mke mmoja. Kuna watu leo hii wako katika maisha ya kindoa na wako na mke mmoja, lakini ni wanaume ambao bado walivunja ubikira wa mtu wa kike mmoja, labda ni wawili, labda ni watatu. Unakuta mtu wa kiume, mume anaweza kuwa amevunja ubikira ya wadada labda watatu ama saidi ya hiyo, ila sasa yeye anakaa kusema mimi nimemuoa mke mmoja. Hiyo machoni pa ni makosa makubwa sana. Maana tunaposema polygamy, kuwa na wake wengi, haimaanishi tu ile kitendo cha kuhesabu kusema huyu ni mke wa kwanza, huyu ni mke wa pili ambaye ninaishi na yeye, bali jambo muhimu hapa ni kuonyesha ya kwamba ni wangapi ambao ulivunja ubikira. How many ladies that you have taken their virginity. So that is the question. At the end of the day, as a man, you need to ask yourself, how many ladies have I broken their virginity? Because by so doing, that is now what we call a polygamy. So we have got men who are married. They have one wife, and maybe they took the virginity of some girls in early ages. So hiyo lazima tukaweze kukubali, twende mbele za Bwana so that we can repent of that. Kwa hivyo lazima tuelewe, na ndiposa Mungu amenipa hii neema, amenipa huu ufafanuzi ili kwa mtu mmoja anayesikia sauti hii tutaweza kuendelea kufafanua zaidi na zaidi kuhusiana na kuoa ama ndoa kamilifu, ama njia ya kufafanua ndoa na kuelewa ndoa ni nini. Kwa sababu tusipoelewa hivyo na turejelee hii injili ya kufundisha katika makanisa zetu umaana wa vijana wetu kuweka ubikira, itaweza kuleta machukizo sana, na ndiposa Biblia inasema kwamba tutoe miili zetu ziwe dhabihu iliyokamilika katika Waebrania 12, kwamba tutoe miili zetu ziwe dhabihu iliyokamilika. So lazima tuelewe hayo mambo, kwa sababu tusipoelewa hayo tutakuwa watu ambao tunamchukisa Kwa hivyo ufafanuzi wa kibibilia kuhusu kuoa ama kuoana, lazima tuelewe Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati 22 inasema nini. Kwa hivyo dini imefika wakati turejelee habari ya utakatifu, tuweze kufundisha vijana wetu jinsi ya kuweka utakatifu, na kwa njia kama hiyo ndiposa tutaweza kuelewa ufafanuzi kamilifu wa ndoa. Ndoa si tu ile hali ya kumpenda msichana kama wewe ni mtu wa kiume kusema tu nimempenda msichana, kwa hivyo huyu msichana naenda kumposa, napeleka sijui nini ili nikaweze kumooa rasmi kupitia kwa harusi. Hapana. Ndoa, jina hili ndoa ama kuoana kulingana na Biblia ni namna ya mume kuweza kupatana na mtoto wa kike ambaye bado hajavunja ubikira wake, na katika makubaliano ya kuoana sasa, hivyo ndivyo unavunja huo ubikira. Wakati unavunja huo ubikira, Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati kwamba sasa na asije akamuacha yule binti ambaye amevunja ubikira wake, maana katika kuvunja ubikira damu inamwakika, na hiyo inakuwa ni agano. Ndiposa hata na Yesu alipokuja, Yesu kama kichwa cha kanisa aliweza kumwaka damu msalabani kwa patanisho letu sisi na Kwa hivyo katika umwakaji damu ni jambo ambalo analidhamini sana,
Ndiposa sasa mume yoyote anayevunja ubikira wa mtoto wa kike, basi sasa huyo amefanyika kuwa mke wake. Na sasa tutafika kiwango tuweze kufafanua mke ni nani. Haleluya! Tunapoendelea na hii topic tutaendelea, tutaenda part 2 kuona kwamba sasa mke ni nani. Haleluya! Mume ni nani? Lazima tuweze kufika katika kiwango hicho, kwa sababu tumeweza kukosa kuelewa. Na nataka nichukue nafasi hii kaweze kumshukuru mwenye enzi kupitia kwa mtumishi wake brother James Robertson, kwa kuwa mtu ambaye roho ya imemfunulia neno hili, na unapofuatilia neno hili utaona sense in it, utaona kwamba hakika kuna siri ambayo ameificha, na anataka tuiweze kuichukua, tuiweze kuitumikia, ili tukaweze kuhubiri na kanisa zote zikaweze kurejelea katika utakatifu kupitia kwa mabindi zetu, watumishi ambao amewaweka katika nafasi ya kuhubiri neno lake, tukaweze kuwa watu wa kurejesha injili ya utakatifu katika makanisa zetu, katika maboma zetu. Wewe kama mzazi, wewe kama mchungaji, ni wakati mwafaka kuweza kufundisha habari ya utakatifu, kwamba vijana wetu waweze kuelewa ni kwa nini aliweza kumuumba mtoto wa kike akamfanya kuwa bikira. Lazima tuelewe hiyo. Ubikira una maana yake, na yoyote anayevunja ubikira wako, wewe dada yangu, wewe kijana yangu wa kike, yoyote anayevunja ubikira wako, basi mbingu linaweka muhuri, lina stamp kwamba sasa yule ambaye amevunja ubikira wako ndiye mume wako. Haijalishi aliyevunja ubikira wako ni mume wa miaka 70, wewe labda ukuwe na miaka 20. As long as that man who has broken your virginity, then the court of heaven will approve that person, that man shall become automatically your husband. So you young ladies, you need to take precaution. Don't be so easy going lady to give out yourself to a man to break your virginity outside your wedlock. So lazima uweke ubikira wako hadi ile siku ambayo utaweza kuvunjwa na yule ambayo naona ako tayari kukuoa. Haleluya! Kwa hivyo nataka nishukuru Mungu sana. I want to take this opportunity to thank you once again for this privilege that he has given to me through brother, in partnership with the brother James,